Wetu Laban Mohinda yuko tayari. Laban, wakazi wanasemaje kuhusu kampeni ya Niko Kadi? Naam, Onsare, shukran sana. Nami hapa ninao tu baadhi ya vijana kutoka mji huu wa Nyahururu ambao vile vile ningependa kuhusisha katika mjadala wa siku ya leo, tusikie wao kama vijana wa mji huu wanauelewa upi kuhusiana na kampeni ya Tuko Kadi. Karibu tu ndani ya TV47. Nikianza kwa kujitambulisha, tueleze wewe kama kijana wa mji huu wa Nyahururu unaufahamu upi kuhusiana na kampeni inayoendelea ya Tuko Kadi? Asante sana kwa majina. Nikianza kwa majina ni Felix Njuki. Vijana kwa sasa tunajionyesha kuwa Tuko Kadi, kila mtu anaweza kuonyeshana kura yake, si siri, kwa kuwa tunafaa kuchukua kura sisi wote, country yote, ili tuweze kutengeneza serikali inayokuja. Unahisi kuwa vijana wengi wana ufahamu wa kutosha kuhusiana na kampeni ya Tuko Kadi? Hapo awali hatukuwa vijana hawakuwa wanapenda kuchukua kura, lakini kwa sasa wanaona maana ya kuchukua kura. Wewe kama kijana unahisi ni kwa nini baadhi ya vijana hapo awali walikuwa na ulegevu au hawakuwa wakichukua kura jinsi vijana wengine wanavyochukua? Hapo awali tuseme social media haikuwa sana. Kwa sasa kuna motivation ambayo inakuja katika social media. Unaona rafiki yako amechukua leo, kesho wanapost, wanasema like, sasa tunakuwa tunapeana encouragement na tunaonyeshana maana ya kupiga kura. Asante. Na wewe bwana, ukikaribia hapa, kuna hii kampeni inayoendelea humu nchini inayoongozwa na vijana, inaitwa Tuko Kadi. Wewe kama kijana mji huu wa Nyahururu, uelewa wako ni upi kuhusiana na kampeni hii? Jambo la kwanza kabisa, ningependa kujitambulisha kwa majina, naitwa John Nyamai, mkazi wa Nyahururu. Hizi kampeni zinaendelea za Tuko Kadi miongoni mwa vijana zimeweza kusambaa katika mitandao ya kijamii, na vijana wanaposema Tuko Kadi wanamaanisha kuwa kuna wale viongozi ambao wanaenda one term. Wanajaribu kusema ni one term, na wanajaribu kueneza injili kuwa vijana wachukue kura, wakae na kadi ya kura, ndio 2027 watokee kupiga kura. Unahisi kuwa wakati huu vijana wako tayari kubadilisha uongozi kwa minajili ya kuhakikisha kuwa wamejitokeza kupiga kura? Naam, vijana wamejipanga kabisa. Hata ukiangalia social media, kila mtu pale mwenye amechukua kura anaoneshana pale ili kuendeleza injili ya kuchukua kura. Najua 2027 the youth they are going to make a change, kwa sababu 70% of the Kenyan population ni vijana. Na sasa hivi vijana wameweza kuona viongozi wale wamekuwa dictator, and they are now going to change this country, and we need the leaders who are going to act, na watu wenye wanafanya kazi na wanafanya utenda kazi kwa njia ambayo inastahili. Tumeona baadhi ya viongozi au wachanganuzi wa kisiasa wakisema kuwa kampeni ya Tuko Kadi ni moto wa karatasi. Wanasema kuwa tulikuwa na Gen Z revolution, tukakuwa na sisi ndio sifu, na sasa hizi kumekuwa na nyingine imetokea inaitwa Tuko Kadi. Wewe kama kijana, hii ni moto wa karatasi? Wala hisi eti kitu na trend. 2027 vijana wamejipanga. Wanajaribu tu changanya hapa na pale. Vijana sasa hivi wameamua 2027 they need fresh people with fresh minds who are going to work for our nation. Kwa hivyo wewe kama kijana una imani kuwa mtabadilisha uongozi? Nina imani kabisa. Majenzi tuchukue kura. Kila mtu achukue kadi. Kupiga kura lazima tupige. Mimi kadi niko nayo, 2022 nilipiga kura, lazima bado nipige kura tena. Asante. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia hayo tu, nimeona baadhi ya vijana kutoka mji huu wa Nyahururu wakitoa hisia zao kuhusiana na kampeni inayoendelea humu nchini ya Tuko Kadi. Kutoka kwangu mie Laban Mohinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea kuregesha usukani kwako Onsare. Namshukran sana Laban Mohinda.